kama unavyosema namfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamatwa, sijui kama Heche huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumwona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaachwe tushindane kisiasa. Dimisimo walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona anatoa matamshi, anasema kama mwana CCM akifanya jambo la ovyo mimi nakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu sisi mafanya ukaa kimya. Na nilikuwa na taarifa wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti, kwa hili ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, Jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Nisema kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini nikapita hiyo. Mimi nikanishangaza kidogo, wala nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sio msingi wake. Lakini moja ndio matatizo tulionayo. Ukiangalia ahadi zetu wana CCM, moja inasema, nitasema kweli daima, fitina mwiko iko kwenye ahadi zetu. Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana nani wa harakati wako hapa aliokutana nani, alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi, isahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika.